ukweli kwamba uraibu wa kielektroniki au uraibu wa vifaa vya kielektroniki umekuwa ukiwatesa vijana wengi, hata watu wazima. Na kimsingi uraibu huu una hasa simu tunazotumia na vifaa vingine vya kielektroniki vinatoa mionzi, na ile mionzi ya nuru ya blue ambayo ni mwangaza mkali sana wenye nguvu huwa una tend kuharibu uwiano wa kihomoni katika mwili. Na hii iko hivi, hasa wale wanaopenda kuscroll content fupi fupi, hasa inapokuwa jioni au giza limeingia. Kwa kawaida binadamu ana saa yake ya asili, circadian rhythm, na hii circadian rhythm inapokuwa imefika jioni, usiku, ni kama sasa mwili unajipanga kwenda kulala, na homoni ya melatonin inamwagika kwa wingi. Kwa hiyo kila unaposcroll mwangaza mkali wa blue, au unaangalia movie, au unacheza game, ile screen, ule mwangaza unaharibu ule uwiano. Kwa hiyo mwili unajua bado ni mchana. Kwa unapokuwa bado ni mchana, stress cortisol inamwagika na unakuwa alert, haupati usingizi. Kwa hiyo inaharibu, ina suppress homoni ya melatonin ambayo inachangia wewe kuweza kupata usingizi. Sasa kuna shida kubwa sana, melatonin inapokuwa suppressed, inapokuwa haimwagiki. Na hii homoni inapokuwa haimwagiki, mambo makubwa matatu yanatokea. Kwanza, kesho kutakapokucha utakosa utulivu, attention, focus, unapoteza. Lakini baada ya muda mrefu pia kumbukumbu yako inaanza kudhoofika, inadumaa uwezo wako wa kukumbuka. Na kumbuka pia kitu kingine kinachotokea baada ya kuwa umekosa usingizi kwa muda mrefu, wanasema inaharibu mfumo wa uzazi pia, kwa sababu melatonin inakuwa kama antioxidant, inasafisha zile seli zilizokufa. Na sasa kama seli zilizokufa hazisafishwi, maana yake tayari mfumo wa uzazi unakuwa pia una changamoto. Kwa wanaume, mbegu zinakuwa hazina afya, hazina nguvu, zile korodani zinapata changamoto. Kwa wanawake, uwiano wa mzunguko ule wa kawaida wa uzazi unaharibika, na wakati fulani mayai pia yanakuwa hayapevuki kwa wakati. Kwa hiyo mwisho wa siku kukosa kwako usingizi, melatonin inapokuwa suppressed, unapata changamoto nyingi sana. Lakini pia utumiaji wa kuangalia hizi content fupi fupi huwa inatengeneza uraibu, kwa sababu ubongo unakuwa hijacked, dopamine inakuwa inalazimishwa kumwagika kwa wingi, na dopamine inapomwagika kwa wingi inakufanya unakuwa mraibu, unakuwa tegemezi, na mambo mengine yote yanaanza kuwa yanaboa. Haujisikii raha kufanya shughuli zingine isipokuwa umefanya nini? Umescroll kwa kutumia content hizi fupi fupi. Kwa ubongo unakuwa hijacked, na hivyo inakuletea changamoto. Sasa nini cha kufanya baada ya kuwa tumetumia hizi simu kwa muda mrefu na zimetuathiri? Kuna kitu kinaitwa digital detox, na hii ni namna ya kuweza kuondokana na matumizi ya simu. Kwa hiyo utafanyaje sasa usiingie katika uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii? Jambo la kwanza, hakikisha simu yako lisali moja kabla ya kwenda kulala unaizima. Lakini jambo la pili, hakikisha notification zote unazizima. Lakini hebu jaribu siku 3, masaa 72 kuwa offline. Hebu toka mtandaoni masaa 72. Kama uwezi, tafuta simu ndogo ya kiswaswadu, tumia hiyo kwa masaa 72. Lakini jitahidi asubuhi pia unapoamka usiamke ukaanza kutumia simu. Hebu amka, fanya shughuli zingine. Baada ya kuwa umeshamaliza shughuli zile za kawaida, ndio uingie katika matumizi ya simu. Lakini pia usizidishe masaa 2 katika mitandao ya kijamii. Hebu jaribu 2 hours a day, not more than that, ili itakusaidia pia kutokutengeneza uraibu. Na wakati fulani wanasema nenda mbali, fanya yale mambo ambayo tulisema new start, mambo ya kuweza kupambana na stress, na hasa ili la kuweza kupata usingizi. Usilale kabisa na simu yako chumbani.
jitahidi uweke mbali, maana pia unajua 4G 5G mionzi ile ni mikali sana. Unapokuwa umelala na simu karibu, inaweza kuathiri ubongo kwa namna moja au nyingine, na seli nyingi zinakufa. Sasa hizi seli zilizokufa tunazirudishaje? Kuna mambo matatu yanaitwa 3 shockers. 3 shockers ni namna ya kustimulate homoni au protini fulani imwagike ili ya kuweza kuzi au kuziweza kuzizalisha neurons ambazo zimekufa. Sasa jambo la kwanza, shoka ya kwanza ni shoka ya fasting, kupata njaa kwa muda. Wanasema hebu jaribu masaa 18 kula chakula cha asubuhi, cha mchana, usile cha jioni mpaka tena kesho asubuhi. Jaribu kufunga.